Tanko Moshi, mimi ndio mratibu msaidizi wa jambo linalokwenda kufanyika tarehe 8, na Nyamonge Sports Promotion imeandaa tamasha kubwa la michezo, lakini michezo hii itakuwa tofauti kidogo, ni kwa ajili ya watu wenye ulemavu. Kwa hiyo kutakuwa na tamasha la michezo kwa ajili ya watu wenye ulemavu siku ya tarehe 8. Tunategemea kufanya tamasha hilo kwenye viwanja vya Mwembe Yanga, na tutakuwa na michezo takribani 3 mpaka 4. Watu wenye ulemavu kutakuwa na mchezo wa goalball, kwa maana watu ambao wenye ulemavu wa macho ama uoni hafifu, lakini pia tutakuwa na wheelchair basketball, mpira wa kikapu kwa watu wenye ulemavu, lakini pia tutakuwa na watu wa mpira wa miguu wenye ulemavu. Katika kunogesha zaidi, tumealika na wenzetu wa mchezo wa rede ya kisasa, nao watakuwepo katika tamasha hilo. Tamasha linatarajiwa kufanyika kuanzia saa 2 kamili asubuhi mpaka saa 11 jioni. Kama nilivyotangulia kusema kwamba tamasha litaanza saa 2 kamili asubuhi mpaka saa 11 jioni, lakini pia nilisema kwamba mchezo hii inakwenda kuhusisha 95% ya watu wenye ulemavu. Kwa hivyo tutakuwa na mwenyekiti wa chama cha watu wenye ulemavu Tanzania, ndio tunatarajia yeye hawe mgeni rasmi siku hiyo, kwa maana kwamba yeye ndio anafahamu watu wengi wenye ulemavu Tanzania nzima. Pia itakuwa ni sehemu ya yeye kutuunganisha na watu hao, kwa sababu Nyamonge Sports Promotion itawekeza zaidi kwa watu wenye ulemavu katika kutangaza. Imeonekana kwenye michezo watu wengi wenye ulemavu kama vile wamewekwa pembeni kidogo. Kwa hivyo tamasha hili lengo lake ni kwenda kwanza kabisa kuibua vipaji kwa watu wenye ulemavu, lakini pia kuweza kuviendeleza vipaji vyao. Hii ni fursa kubwa sana kwa watu hao wenye ulemavu, kwa sababu sio tu sisi Nyamonge Sports Promotion. Ukiangalia hata jamii, mara nyingi wazazi huwa wanachukua watoto wenye ulemavu, huwa hawatoi kwenye jamii. Kwa hiyo wito wetu sisi kama Nyamonge Sports Promotion, tunataka kuwaambia wazazi kwamba kama mtoto ana ulemavu au mtu yoyote aweze kuja kwenye tamasha, ili ataweza kuona michezo inavyochezwa na kuweza kuamini pia jamii ndio ile mindset ya kwamba huyu ni mlemavu aweze kushiriki michezo. Hilo ni jukumu kubwa, lakini pia baada ya pale ni kuweza kuwapeleka mbele zaidi kufika kwenye malengo yao. Mimi naitwa Hamisi Omar Uchuro, ni rais wa klabu ya wasioona goalball Tanzania. Nipo hapa kwa ajili ya kutangaza mchezo huu wa goalball kuelekea tamasha la Nyamonge Sports siku ya tarehe 8 mwezi wa 6. Goalball ni mchezo ambao unaochezwa na watu wenye ulemavu wa macho, na ndio tunaoenda kuuzindua tarehe 8 iwapo kama Mungu akipenda kwenye Nyamonge. Na hii inaenda kuwa tamasha ya kwanza kwa watu wenye ulemavu wa macho Tanzania kuweza kuzindua mpira wao unaoitwa goalball. Kwa hiyo nipo hapa mbele ya waandishi wa habari kuizungumzia tamasha ya tarehe 8. Kwanza, wito wetu, tunaomba Watanzania wajitokeze, waje kuona kitu cha tofauti kupitia kwa watu wenye ulemavu, kwa sababu si walemavu wa macho tu watakao kuwepo. Wapo walemavu wa viungo almaarufu wheelchair, wanakuja kucheza mpira wao wa basket, lakini pia wapo ndugu zetu viziwi wanakuja kuonyesha mpira wa miguu. Yaani tunakuja kuwatafuta kina Mzinze, tunakuja kuwatafuta kina Shabalala kutoka kwa watu wenye ulemavu. Kwa hiyo wewe Mtanzania popote pale ulipo, hebu hamasika na hili, uje uone kitu cha tofauti siku ya tarehe 8. Na jinsi nilivyowatengeneza wachezaji wangu, sikuwaonyesha waje wapate kitu kupitia tamasha hili, lakini kikubwa nilichokuwa nimewaonyesha waje wautangaze mchezo kwa ajili ya baadaye, kwa sababu lengo kubwa klabu hii iwe kubwa na tuwe na ligi yetu kama watu wasioona Tanzania ya goalball. Sawa? Kwa hiyo lengo au malengo yetu sisi kama watu wenye ulemavu wa macho, tuwe na ligi yetu Tanzania kama wenzetu walipokuwepo watu wa Chawata, walipokuwepo na ligi yao. Nadhani unaona Chawata wana ule mpira wa gongo moja, si ndio? Ambayo mpaka sasa hivi wameandaa hadi timu ya taifa inayoitwa Tembo nini? Yes. Kwa hiyo na sisi lengo letu tuwe na timu imara itakao kuja kushiriki kwenye kuja kuwa na timu ya taifa, ili ikawakilisha hata nje ya nchi, kwa sababu goalball inatambulika kidunia. Unaona, sio labda ni mpira ambao umebuniwa Tanzania tu, hapana, unatambulika kidunia. Kwa hiyo na sisi malengo tufikie soko la nje, tuwe na timu imara. Kwa hiyo ili mradi tupate timu imara, kwa sasa hivi wachezaji wangu nimewaambia wajifunze kujitolea.
Kama inapatikana ruzuku, yes, itakuwa ni vizuri zaidi, lakini kama itakosekana, wao wakubali kwa hali yoyote kuutangaza mpira wao, kwa sababu ndio mchezo tunayoumudu sisi